And our senior pastor, Papa Ige. Jesus' name. Please, Amen. Can we be seated? Thank you once again, praise and worship. Thank you very much. Asante sana. We appreciate our visitors. Wageni wetu tunawashukuru. May the Lord bless you. Bwana na wabariki. Feel at home. Mjisikie nyumbani. Amen. Amen. Praise the Lord. Can you wave at me if you are seeing me? Amen. The church outside, can you wave at me? Amen. They are waving. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. We appreciate all the leaders in the house, Viongozi wote tunawashukuru. the elders and other department and all leaders. We appreciate you. Viongozi wote tunawashukuru. Amen. It's good to see all of you here. Ni vyema kuwaona ninyi nyote hapa. Mr. Wangu Litaule, thank you very much. It's good to see you there. And Mama, they are sitting side by side. You know, things are improving, getting better and better. Amen. Yes. And I call Mama hapo karibu na yeye. Yes, amen. Hallelujah. It's good to see my friend Akusioma there, all the way from Kikama. Let me just appreciate that man. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And it's good to see all of you here. Can you clap yourself? I've seen you. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. We have our chairman all the way from Rwanda. Yes, come. Amen. To make sure that he is there, that things are moving the way they are supposed to move. The chairman of development. Kama ulikuwa unafikia kazi inasimama, bila nimekuja kazi inaamuka. Amen. Hallelujah. I'm saying kazi inaamuka. Amen. And you have some time, you'll talk to us. Atanena nasi. So today, Kwa hivyo leo I want to continue with what I started. nataka kuendelea na kila ambacho nilikuwa nimeanzisha. What happens when you are born again? Ni nini hufanyika wakati umezaliwa mara ya pili? Amen. What happens? Nini hufanyika? Hallelujah. Hallelujah. Next Sunday will be a youth service. Jumapili ijayo itakuwa ibada ya vijana. And the youth in the house. Vijana mpo? I say next Sunday will be a youth service. Jumapili ijayo itakuwa ibada ya vijana. Wamenyamaza tu. Can we speak to the ladies who are very vibrant? Can I go back to the youth again? Next Sunday will be a youth service. If you go and make all the youth to stand, if you are below 35 years and below 35 years of the mom. Amen. Next Sunday will be a youth service. But it remains, it is stand, it will be a youth service. Itakuwa ibada ya vijana. If you don't come, we will all of us will be turned into youths and we will celebrate that Sunday. Kwa kuja sote tutageuka kuwa vijana na What happens when you are born again? nini hufanyika unapozaliwa mara ya I said the other time in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Wakorintho wa pili 5:17 nilisema We become a new creature tunafanyika viumbe vipya and all things are passed away. na ya kale yanapita. When you are born again, Unapozaliwa mara ya pili you become new. unakuwa mpya And behold, all things have passed away. na ya kale yanapita. I thank God for Jesus. Nashukuru Mungu kwa Yesu. When you meet Him, Unapokutana na yeye your life will never be the same again. maisha yako hayatakuwa vile tena. You receive a total change in your life. Unapokea mabadiliko kamili katika maisha yako. Nobody has met Jesus and remained the same. Hakuna aliyekutana na Yesu na kabaki vile vile. And if you are arguing, Na kama unapingana na check Yesu, yourself. basi jichunguze mwenyewe. You are a testimony Wewe ni ushuhuda of what the Lord has done to in your life. wa kile Mungu amekufanyia katika maisha yako. So don't waste time looking at Brother Paul. Kwa hivyo usipoteze muda kunitazama. Look yourself. Wewe jiangalie. You yourself, your testimony. Wewe mwenyewe ni ushuhuda. Because you know where you are Kwa sababu unajua mahali ulipokuwa and where you are.
na pale ulipo, and where you are going. na pale ambapo unaenda. People may not know you. Watu wenda wasikujue. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Amen. Amen. Those are the benefits we get. When you are born again, you become new. Hizo ndizo faida tunazopata. Unapozaliwa mara ya pili unafanyika mpya. Have you seen a new thing? Umeona kitu kipya? You will embrace it. Wewe utaishikilia. You love it. Utaipenda. You like it. Utaipenda. Amen. Amen. Oh, God loves you. Mungu anakupenda wewe. God likes you. Mungu anakupenda wewe. Amen. Amen. So I say, what happens when you are born again? You become a new creature. Unapozaliwa mara ya pili unafanyika mpya. Number 2, I said, you are created in Jesus Christ for good works. Umeumbwa katika Yesu Kristo kwa kutenda matendo mema. Amen. Amen. When you become born again, unapozaliwa mara ya pili, you have been created into Christ to be to good works. Umeumbwa katika Kristo kutenda matendo mazuri. Amen. Amen. The good works, when we have been dancing here, is good work. Matendo mazuri kama tulipokuwa tukicheza hapa ni matendo mazuri. When you are seated here listening the word good work. Unapokaa kusikiliza neno ni matendo mazuri. When you are ushering people inside, good work. Unapokaribisha watu kuingia hapa, hayo ni matendo mazuri. When you are helping the poor, good work. Unaposaidia maskini, matendo mema. When you are visiting the sick, you good work. Unapotembelea wagonjwa ni matendo mema. When you are comforting one another, good work. Wakati unapofariji wengine ni matendo mema. You have taken the word of Jesus. Wewe umechukua kazi ya Yesu. And you are doing on behalf of him. Na unaifanya kwa niaba yake. That's the benefit of getting saved. Hiyo ndio faida ya kuokoka. Created unto good works. Umeumbwa kufanya kazi nzuri. And I challenge you the other time, let us examine ourselves. Are we doing good works? Niwatie changamoto wakati ule mwingine, tujitazame, tujichunguze, tuone kama tunatenda matendo mazuri. Thank you, sir. You see, this one is doing a good work. Amen. Amen. Doing good work in the house of God. Utenda kazi njema katika nyumba ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Number 3, I say we have been washed, we have been renewed by the Holy Ghost. 3, nilisema kwamba tumeoshwa, tumefanywa wapya na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. You get saved. Unaokoka. Then you are been renewed, you have been washed. Alafu umefanywa mpya, umeoshwa. There are some stains you must apply steel wool. Kuna mawaa mengine lazima usugue kabisa kwa steel wool. Amen. Amen. Kuna stains when you use ashes, we used to use sand ashes, but you can now apply steel wool. Kitambo tulikuwa tunatumia jivu, lakini lazima siku hizi tumie steel wool. Amen. Amen. Kuna washa kufuri na kaa tu hata huko na chani, lakini saa hiyo mama wanang'arisha. Na wewe ukiokoka, Roho Mtakatifu anakung'arisha. Unakuwa kiumbe kipya, inatoa uchafu yote, ukima uchafu ingine kama Roho Mtakatifu atoe. Those are what happens when you are born again. So you need the Holy Ghost in you. Wewe unahitaji Roho Mtakatifu ndani yako. Now I come to today's number 4. Ya leo. Colossians, if you are writing that time, Colossians 1:13. Wakolosai 1:13. Colossians 1:13. What happens when you are born again? Wakolosai 1:13. Nini hufanyika unapozaliwa mara ya pili? The Bible says, Biblia inasema, the Father has delivered and thrown us to himself out of the control and the dominion of darkness, and has transferred us onto the kingdom of the Son of his love. Baba ametukomboa na ametufanya tuwe wake kwa kututoa katika utawala na mamlaka ya giza, na ametuweka katika ufalme wa mwanawe. When you are born again, unapozaliwa mara ya pili, you are delivered. Wewe unakombolewa. Amen. Amen. You have been delivered. Umekombolewa. The enemy had taken you. Adui alikuwa amekuteka. You are in the bondage. Ulikuwa katika ufungwa. You are a slave. Wewe ulikuwa mtumwa. You are under the devil. Ulikuwa chini ya shetani. But when the Son came in your life, lakini mwana alipokuja katika maisha yako, he delivered you. Alikukomboa wewe. He rescued you. Alikuokoa wewe. You are no longer under sin. Wewe sio uko tena chini ya dhambi. Amen. Amen. We have been delivered. Sisi tumekombolewa. Amen. Amen. We are no longer under the devil. Hatuko tena chini ya shetani. We have been delivered. Tumekombolewa. Delivered from what? Tumekombolewa kutokana na nini? We will see as we continue. Tutaona tuendelee hapo. We have been delivered. Sisi tumekombolewa. Amen. Amen. Out of the control of the dominion of darkness. Kutokana na utawala na mamlaka ya nguvu za giza. Amen. Amen. The power of darkness has got no control
control over our life. Nguvu za giza hazina mamlaka juu yetu And tena. that's why we normally say we bind every power of darkness. Ndio maana watu tunasema tunafunga kila nguvu za We giza. have been given authority. Sisi tumepewa We have mamlaka, been given control tumepewa utawala over the power of darkness. juu ya nguvu za giza. Hallelujah. Haleluya. The power of darkness should not rule over you. Nguvu za giza hazifai kukutawala The kamwe. power of darkness should not rule over the church. Nguvu za giza hazifai kutawala kanisa. The devil should not rule over us. Shetani asitutawale sisi. We have been delivered. Sisi tumekombolewa. Amen. Amen. We have been delivered. Tumekombolewa. Just like the children of Israel. Kama tu wana wa Israeli They were delivered by one Moses from Egypt. walikombolewa na Musa kutoka Misri. With us, we have been delivered by Jesus. Na sisi tumekombolewa na Yesu. Amen. Amen. We have been delivered. Sisi tumekombolewa Amen. Amen. From the power of darkness. kutokana na nguvu za And we have giza. been translated in the kingdom of his dear son. Na tumebadilishwa kuwa katika ufalme wa mwanawe mpendwa. When Paul was writing this letter, Paulo alipokuwa akiandika the waraka huu, Galatians feared unseen forces of darkness. Wakolosai waliogopa kuhusiana na nguvu za giza zisizoonekana. Right now, people are fearing the power of the forces of darkness. Sasa hivi watu wanaogopa nguvu za giza, And even under normal circumstances, na hata katika hali ya kawaida, when you are walking at night, kama wewe unatembea usiku, you fear. unaogopa. We don't like darkness. Hatupendi giza. I've always told you, Nimewaambia mara kwa mara, when we were still young, going for funerals at night, tulipokuwa wachanga tukienda matangani and usiku, coming back from the funerals na alafu tunatoka matangani at night, wa usiku in darkness, katika giza, no spotlights, hakuna tochi, no moon. hakuna mwezi. As you are walking, Tunapotembea you see as if there is somebody there. ungeona kana kwamba kuna mtu mbele yetu. You bend, he bends. Ukiinama na inama, You look like this, he look like this. ukigeuka upande huu anageuka. The next thing we were on our feet, running very fast. Jambo lilofuata basi ilikuwa ni mguu niponye. Only to discover it was just a small bush that was there. Baadaye unagundua kwamba ulikuwa tu ni kichaka tu. Forces of darkness. Nguvu za giza. You can run even when there's nothing chasing you. Unaweza kutoroka hata hakuna But anayekufukuza. praise be to the Lord, we have been delivered from the power of darkness. Ashukuriwe Bwana kwamba tumekombolewa kutokana na nguvu za giza. Amen. The Bible says the wicked runs away even when there is nobody chasing them. Biblia inasema waovu hutoroka hata kama hakuna Those anayewakimbiza. who are under the power of darkness, they run away if there is nobody chasing them. Walio chini ya nguvu za giza hutoroka tu pasipo mtu But the kuwafukuza. righteous are as bold as a lion. Wenye haki wana ujasiri wa simba. They are walking in the light. Wanatembea katika We are mwanga. the children of the light. Nyinyi ni wana wa Mungu. Everything we are doing, it must be in the light. Chochote tufanyacho lazima tuwe katika nuru. Because we have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of Kwa light. sababu tumehamishwa kutoka ufalme wa giza hadi katika ufalme wa nuru. Paulo He was telling the Galatians, alikuwa anaambia they Wakolosai, have been transferred from darkness into light. mmehamishwa kutoka gizani hadi kwenye nuru. We have been transferred from slavery to freedom. Tumehamishwa kutoka katika utumwa hadi katika uhuru. Gone are days when we are under slavery. Zimepita siku ambazo sisi tulikuwa katika utumwa. We were under slavery. Tulikuwa watumwa. We had no freedom. Hatukuwa na uhuru wetu. But when we received Jesus, Lakini tulipompokea Yesu, we got our freedom. tulipata uhuru wetu. We are free. Sisi tu huru. And if the Son delivers you, if the Son set you free, you are free indeed. Na mwana akikukomboa akikuweka huru, wewe unakuwa huru We kweli. are no longer under the curses. Sisi hatuko tena chini ya laana. Amen. Amen. On the cross, Msalabani, Jesus, he hung on the cross. Yesu aliangikwa msalabani. He died a shameful death. Alikufa kifo cha soni. He removed every curse Akatoa kila laana so that we may be free. ili sisi tuwe huru. We are no longer under any curse. Hatuko tena chini ya laana. Amen. Amen. And if there is still anyone that is remaining, any curse that is remaining, Na kama kuna laana yote ambayo bado inabakia, we take authority in the name of Jesus. tunachukua mamlaka katika jina la And we Yesu. break in the name of Jesus. Na tunaivunja katika jina la There is Yesu. no curse that shall follow you. Hakuna laana The itakayokufuata Bible wewe. says in Proverbs 27, Biblia inasema katika Mithali that 27, the curseless
Curse cause has got no effect on you. Kwamba laana zisizo na sababu hazikuwezi wewe. Amen. Amen. Yesu alitoa laana zote. Amen. Hizi laana zingine hazina sababu, hizi hazitakudhuru. They have got no effect on your life. Haziwezi zikakudhuru. We have been delivered. Sisi tumekombolewa From slavery to freedom. kutoka katika utumwa hadi katika uhuru. So you are free. Wewe uhuru. Don't sit as if you are under slave. Usikae kana kwamba wewe ni mtumwa. Hatujui nikifanya mna hili, watu wetu wamekataa hiki, wamekataa watu wetu. Mimi nimekombolewa kutoka watu wetu. Nimekombolewa. Nimekombolewa kwa hawa. Nimekombolewa kwa hii sheria. Ati sheria inaniweka. Sheria ilisaidia tu wakati wa ule, lakini Yesu wale alikuja na sheria ilikwisha. Nimekombolewa. Sijui wewe nimekombolewa. Ati sisi hatukulingi nyama hii, watu wa ukoo hatukulingi kuku kama hii. Mimi leo ya kuku ndaranua yote. Kwa chini mfuko. Nimekombolewa. Amen. Nimekataa niletee. Hapa tutatakasa. Tuombe, bila maombi sadaka hapa ametakasa. Kabla hata kulikuwa tumetakasa. Kuna hiyo mtu mzuri. Kombolewa mpendo, kombolewa. Usiwe mtumwa. You have got the freedom. Wewe uko huru. Amen. Amen. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Oh, we have been delivered. Tumekombolewa From the guilty to forgiveness. kutoka katika kuhukumiwa na hadi kusamehewa. And the guilty you are still having. Kila kitu hukumu ambayo imekuwa kikwandama. The Lord has forgiven you. Bwana amekusamehe. The Lord forgave you. Bwana It alikusamehe. doesn't matter whatever your life was before God said. Haijalishi maisha yako yalikuwaje kabla. Don't allow guilty to follow you. Usiruhusu hukumu ikufuate kila mara. Mimi nilikuwa mchawi kabla sijaokoka na naona hiyo uchawi inanifuata. Mungu amekukomboa. Ametoa hiyo yote. Alifuta hiyo yote. Wewe ni kiumbe haijalishi ulikuwa na manakani. Na ninasema hilo tu. Not specifically attacking somebody. I'm saying it doesn't matter your past life. Haijalishi maisha yako ya kale. We are looking at the new life. Tunaangalia maisha haya. What you are doing right now. Kile unafanya. Where you are going right now. Kule unaenda sasa. Amen. Amen. Paul saying one thing he does is to forget the past. Paulo alisema jambo moja anafanya ni kusahau ya kale. Kama Paulo alikuwa mbaya, alikuwa anaua watu, na wewe hata hujaua mtu. Hata Mungu huwezi kuua. Na unashtuka. You have been delivered. Umekombolewa. The guilt of forgiveness. Ile hukumu hadi kusamehewa. Amen. Amen. Don't allow the guilt to follow you. Usiruhusu uhukumike kila mara. Bro, ningesali wako tu uko Central ningekuwa tajiri. Wewe ndio uko Central utakuwa maskini mpaka hata ushangaa. Be proud where you are. Wewe jivunie ulipo. Ningesomako tu mpaka niende huko. Wewe wachana maneno ya kusoma. Be what you are. That guilt for remove it. When you receive Christ, tulisahau haya maneno yote. Amen. 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 Asifiwe sana. Watu wengine wangali wanajihurumia. Wanalia vile wameteseka. Vile wasasi wao waliwawacha. Vile walikuacha, so what? You are now here. Can you forget about them and uko hapa sasa, sahau yaliyopita. Umepokea Yesu. Wenda na Yesu. Amen. 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 You know, when you are born again, you must know your privilege, you must know your benefit. Unapozaliwa mara ya pili lazima ujue haki yako na ujue faida. And I'm saying you have been delivered. Na mimi nasema umekombolewa. Amen. Amen. Nobody should threaten you. Hakuna anayestahili kukutisha wewe. You have been delivered. Wewe umekombolewa. Amen. Amen. You have been delivered from the power of Satan to the power of God. Umekombolewa kutokana na nguvu za shetani hadi katika nguvu za Mungu. Satan has got no power over your life. Shetani hana nguvu juu yako. And you must know that. Na ni lazima ujue hiyo. If you are born again, kama umezaliwa mara, Satan has got no power over us. Shetani hana mamlaka dhidi yetu. Amen. Amen. Why? Kwa nini? Because we have got the power of God. Kwa sababu sisi tunazo nguvu za Mungu. Amen. Amen. We have got the power of God. Tunazo nguvu za Mungu. When Christ died, Kristo alipokufa on the cross,
msalabani. He said it is finished. Alisema imekwisha. He conquered the devil. Alimshinda shetani. As if that is not enough, na kama siyo tu, he was buried. Alizikwa. After 3 days, baada ya siku 3, he went down. Alienda chini. He took the keys. Akalienda kuzimuni, akamnyang'anya funguo. He took the keys from the devil. Akamnyang'anya shetani funguo. And he came out, he defeated death. Na akatoka akashinda mauti. Hallelujah. Hallelujah. And right now Jesus is alive. Na sasa hivi Yesu yu hai. I say right now Jesus is alive. Nasema Yesu yu hai. Jesus is alive in you. Yesu yu hai ndani yako. Amen. Amen. No any other is still alive apart from Jesus. Hakuna mwingine ambaye bado yuko hai isipokuwa Yesu. Unapingana. Umesikia Elijah Msamba amefufuka? Ondete umesikia amefufuka? Hata yule Muhammad umesikia amefufuka? Jesus, lakini Yesu, he took the keys. Alichukua funguo. He rose. Akafufuka. He is sitting at the right hand of the Father. Anaketi mkono wa kuume wa Baba. And soon and very soon, na hivi karibuni, he is coming for you. Anakuja kuchukua wewe. Amen. Amen. Jesus is alive. Yesu yu hai. And this is the gospel we are preaching, that Jesus is alive. Ndio injili tunahubiri kwa. And he has given us the power. Na ametupa nguvu. Through the Holy Ghost. Kupitia kwa Roho Mtakatifu. We can do what he was doing here on the earth. Unaweza tenda kila alikuwa akitenda akiwa hapa duniani. Amen. Amen. We have been delivered. Sisi tumekombolewa. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Still in Colossians chapter 1:27. Katika Wakolosai 1:27. What happens when you are born again? Unapozaliwa mara ya pili nini hufanyika? Oh, hallelujah. Hallelujah. Christ comes to you. Kristo anakuja kwako. Christ that is in you. Kristo aliye ndani yako. This Christ. Huyu Kristo is the hope of your glory. Yeye ndiye tumaini la utukufu. Amen. Amen. You may lose everything here on earth. Unaweza poteza kile kitu hapa duniani. But Christ in you is the hope of your glory. Lakini Kristo aliye ndani yako ni tumaini la utukufu. Hallelujah. Hallelujah. That's why when one of us has gone to be with the Lord, mmoja wetu anapoenda kuwa na Bwana, don't cry as if somebody who doesn't have a hope in this world. Usilie kama mtu ambaye hana tumaini. Oh, wewe hata mimi ningekufa, au wewe utakufa tu. Tunatumaini. Huyu mtu amelala, acha tutakutana na yeye. Tunatumaini. Mwingine anasema kwamba hata mimi ningeenda, na kwenda nienda. Usipokuwa haraka kutoka tu hivyo ovyo. Tunatumaini katika maisha. Amen. Tunatumaini katika maisha. Wale ambao wamelala wakati parapanda italia, hao ndio watakuwa kwanza kunyakuliwa. Na sisi ambao tutanyakuliwa kwa katika hewa Bwana, tutaenda against the force of gravity. Hata kuna mapawa vile nitaenda hicho sijui, kila ninajua tu nitapaa. Sijui vile itakuwa. Tukutania huko. That salvation is only for Israel. Wao watu walifikiria wokovu ni wa Israeli peke yao. But Paul reached out to other parts of the world. Salvation is for the whole world. Na Kristo alifikia sehemu nyingine za mataifa. Salvation is for the Gentiles. Wokovu hata ni wa mataifa. And there is the riches of the glory. There is the riches of the glory. Na kuna utajiri wa utukufu. And it is hidden. Na imefichwa. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Which is Christ in you. Christ in you, that is the riches you have. Ambaye ni Kristo ndani yako ndio utajiri ulionao. Amen. Amen. You have Christ in you. Una Kristo ndani yako. Then you are rich. Basi wewe ni tajiri. Hallelujah. Hallelujah. If you have Christ in you, ukiwa na Kristo ndani yako, you are carrying the riches. Wewe unabeba. You are carrying the riches. Wewe unabeba utajiri. Amen. Amen. You are carrying the riches. Unabeba utajiri. And that's the hope of your glory. Na hilo ndilo tumaini la utukufu wako. Amen. Amen. The hope of your glory. Tumaini la utukufu wako. Unaweza kuwa saa hii unakaa hauna kitu, hauna chochote, lakini kama uko na Yesu wewe ni tajiri. Kwa vile una tumaini ya utukufu wa mbingu. Amen. Tunatumaini. Amen. What does heaven lack? Heaven doesn't lack anything. Mbingu haikosi chochote. Amen. Amen. If there was nothing in heaven, Christ would have told us.
Kama tungekuwa na chochote mbinguni, Kristo angekuwa ametuambia. But he said, I am going so that I go to prepare a place for you. Lakini alisema naenda ili niwaandalie makao. I'm going to prepare a mansion for you. Naenda kuandalia makao. Where you will go and occupy your mansion. Mahali ambapo utaenda na utakuwa na makao yako. Amen. Amen. And the mansion is not 10 by 10. Mansion. Ukisikia muda anakuambia niko na mansion. Haya makao yanazungumziwa ni nyumba kubwa. Unaweza kupotea, yani kutoka kwa sitting room unaweza kupotea, hata kama hata ulikuwa umelala utapotea, wanakulia wapi utapotea. Mansion. And it's made of gold. Na yamejengwa kwa dhahabu. Kuna vitu kama tiles kama hii. Gold. Dhahabu. Everything gold, bed gold. Kila kitu ni dhahabu. Kitanda dhahabu. Sahani ya plastiki tutawacha, sahani ya matupe tutawacha. Gold. Dhahabu, kila kitu ni dhahabu. I have the hope in the glory. Hope, hadi natazamia kuona hiyo mji ambayo natazamia kwenda. That is the benefit of a born again Christian. Hiyo ndio faida ya Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. This Colossians they talked. Wakolosai walidhani The spirit of perfection was a secret and a hidden plan. Ukamilifu wa wokovu ulikuwa ni jambo ambalo lilikuwa ni it was only for a few privileged ones. Kwamba ilikuwa tu ni kwa wachache waliochaguliwa. But this plan, this secret plan, lakini huu mpango it has come to the Gentiles. Imefikia wa mataifa. It is accommodating all of us. Inachukua kila mmoja wetu. It is not for Sabata people alone. Si ya watu wa Sabata peke yao. It's not for Maragoli. Si ya wa Maragoli peke yao. It's not for the Luya. Si ya Waluya peke yao. It is for everyone. Kila mtu yuko ndani ya hii. Ni kwa kila mtu. If you are born again, kama wewe umezaliwa mara ya pili, doesn't matter your color, haijalishi rangi ya ngozi yako, it doesn't matter where you are coming from, haijalishi wewe ni wa wapi, we have a hope in glory Jesus Christ. Tuko na tumaini katika utukufu Yesu Kristo. Amen. Amen. Is that not a good benefit? Je, hiyo si faida nzuri? You may lack everything here, but we have got there is a hope in glory Jesus Christ. Unaweza kosa kile kitu hapa, lakini kuna tumaini katika utukufu wa Yesu Kristo. Does that what make you to be less and kadai wao wamesema hata sitafanya kazi na utukufu. Wewe waacha tu utalala nje. Fanya kazi. Lakini muamini kwamba tunatumaini katika yeye. Watu wengine wana misinterpreting, they take it literally from the context. Wanasema, wamesema hapa tuachane na kazi. Hata pastor anasema tusifanye kazi. Wewe na sisijasema hivyo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Through Christ, kupitia kwa Kristo, it was made open to all. Ilifunguliwa kwa kila mtu. Through Christ, kupitia kwa Kristo, heaven was made open to all. Mbingu ilifunguliwa kila mmoja. You no longer need somebody to go to heaven. Uhitaji yeyote akusaidie upitie kwake ni uende mbinguni. Amen. Amen. When the curtain was cut, wakati pazia iliporaruliwa, there was an open door. You can go to the Father. Mlango ulifunguliwa, unaweza kumfikia Baba. Amen. Amen. When there are days when the priest could forgive your sins. Kale ndio makuhani wangesamehe dhambi zako. Sasa kuisa kama Kristo yeye anatenda dhambi, atakusamehe dhambi zako. The curtain has been opened. Pazia imefunguliwa So that you can reach the Father. Ili kwamba uweze kumfikia Baba. Through Jesus. Kupitia Yesu, you can reach your Father. Unaweza kumfikia baba yako. It doesn't matter wherever you are, you can reach the Father. Haijalishi popote ulipo, unaweza kumfikia Baba. Amen. Amen. Christ in you. Kristo aliye ndani yako. The hope of your glory. Tumaini la utukufu. Amen. Amen. Oh, God's secret plan is Christ must live in you. Siri ya Mungu ni kwamba Kristo lazima aishi ndani yako. Yes. The secret that we have is that Christ must be in you. Siri tulio nayo ni kwamba Kristo lazima awe ndani yako. You receive Christ. Mpokee Kristo. Christ come in you. Kristo aje ndani yako. And then they call you a Christian. Alafu watakuita Mkristo. In other words, you are like Christ. Katika maneno mengine wewe ni kama Kristo. Your DNA is reading Christ. Wewe unafanana na Kristo. Wakitaka DNA itakuwa ya Mkisemba ama ya Christ. Your DNA must be of Christ. Damu yako iko na Kristo na ya Kristo ndani iko hapo.
Amen. Amen. That is the hope we have. Hilo ndilo tumaini tuko nalo. Wakinichinja wafanya nini? Hawatapata tamu ya wale watu wangu, watapata tamu ya Yesu ndani yao. Amen. 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 Nitawafuata wasicheze na hiyo. Ulisema mtu anaitwa Kai. Alichinja mwenzake akafikia atapata tamu yake tamu yake kusema umeua. Kama Yesu pana Yesu nayo. Inawafatanga mpaka wapatikane. Hallelujah. Hallelujah. God planned to have his son Jesus Christ. Mungu alipanga kuwa na Yesu. That he may live in our heart of all who believed in him. Ili akaishi katika mioyo ya wale wote wanaomwamini yeye. Even the Gentiles like we. Hata wa mataifa kama sisi. Christ must live in your heart. Kristo lazima aishi katika moyo wako. That is the plan of God. Huo ndio mpango wa Mungu. Christ must live in our hearts. Kwamba Kristo lazima aishi katika mioyo yetu. Amen. Amen. When you receive Christ, wakati unapompokea Kristo, you receive him in your heart. Unampokea katika moyo wako. When you receive Christ, unapompokea Kristo, you receive him in your heart. Unampokea katika moyo wako. Just like in marriage, ni vile tu katika ndoa. You can't say I've received a wife or a husband. Wewe sema kwamba nimepokea mume au mke. And he or she is far away, you receive somebody in your life. Unapokea mtu katika maisha yako. Hauwezi mpokea na yuko mbali na wewe. That's why we ask, have you received Christ as your personal savior? Ndio maana huwa tunauliza, je, umempokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako? You must have received Christ. Lazima uwe umeshampokea Kristo. Amen. Amen. Galatians 5:22-23. Wagalatia 5:22-23. What happens when you are born again? Nini hufanyika wakati umezaliwa mara ya pili? The fruit of the Spirit is imparted in you. Tunda la Roho linawekwa ndani yako. When you are born again, unapozaliwa mara ya pili, the fruit of the Spirit is imparted in you. Tunda la Roho linawekwa ndani yako. How shall you know that you are born again? Utajuaje kwamba wewe umezaliwa mara ya pili? It is by their fruits. Mtawajua kwa matunda yao. Mtome peke yake haitoshi. Naweza kuambia nimeokoka, naenda mbinguni nini, lakini mpaka tuangalia matunda yako. Mapere inatoa mapere. Mahembe. Avocado. Hakuna siku utaona avocado inatoa mapere. Na ukituona mpaka utatoroka. Hadi upate tu avocado mapere ndio kwa sababu mti ya avocado. Utashangaa. Tutawajua kulingana na matunda yao. Ndio kama umeokoka, umepokea Yesu Kristo, faida ambayo uko nayo kwamba tunda linaingia ndani yako. Hiyo tunda tunajua. Kama ni pilipili tunajua. Watu wanakula kama ni pilipili tunajua. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Basi na upili ukokoka hivi hapana. Tunataka tuone matunda. Tunda gani liko ndani yako? Tunda gani liko kanisa ya safari ya sawa? But the fruit of the Spirit is love. Tunda la Roho ni upendo. Do you have love? Una upendo. Do you love people? Unapenda watu. Or you hate them? Ama unawachukia? For this reason, kwa maana hii, God loved the world. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda. The world was bad but he loved the world. Ulimwengu ulikuwa mbaya lakini Mungu aliupenda. And he gave his only best. Na akamtoa mwanawe pekee bora, kilicho bora kabisa. You give the best. Wewe unatoa kilicho bora. He loved us. Alitupenda sisi. In the state where we were not supposed to be even here, but God loved us. Katika hali ambayo tulikuwa hatukustahili hata kuwa hapa, He sent his son Jesus. Akamtuma mwanawe Yesu. That we may receive him in our heart. Ili tumpokee katika mioyo yetu. Amen. Amen. What happens when you are born again? Nini hufanyika unapozaliwa mara ya pili? The spirit of the fruit of the Spirit is imparted in us. Tunda la Roho linawekwa ndani mwetu. Joy. Are you joy? Do you have joy? Furaha. Je, una furaha? Amen. Amen. Hata kuokoka tu ungana hata utakuwa na furaha. Hata upatiki. Hauna furaha. And the Bible says the joy of the Lord is my strength. Biblia inasema furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Hallelujah. Hallelujah. Which joy are you having? Wewe una furaha gani? This festival months, the months of December. Huu mwezi wa Disemba wa sherehe. Kachapati kakikosa kwa brother Teddy italeta shida.
Anasikia chapati ikosa tu italeta shida. Whether chapati is there or not, but so long as I've got the joy of the Lord is my strength. Furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Whether the new clothes will not be there, the joy of the Lord is my strength. Hata nikikosa nguo ya Christmas, furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Amen. Amen. Can we see the Spirit? There's the fruit of the Spirit in you. Je, tunaweza ona tunda la Roho ndani yako? Wengine wanakuwa tunafuraha kama vitu vinaenda vizuri. Vilikuwa mbaya. Utaona sura yake. The peace. Amani. Do you have the peace? Unayo amani? In the midst of confusion, in the midst of the things you are passing through. Katikati ya misukosuko, mchanganyiko, mambo ambayo unapitia. Jesus said, I'm going, I live with you the peace, not as the world gives. Yesu alisema naenda lakini nawaachia amani na si kama ile ambayo ulimwengu unapeana. Long suffering, uvumilivu, kindness, ukarimu, goodness, wema, faithfulness, uaminifu. Hallelujah. Hallelujah. If you have got this space, this fruit, kama unatunda hili, then we will say this one is born again. Basi tutasema huyu amezaliwa mara ya pili. So you don't need to ask whether somebody is born again. Just look for the fruit in this person. Hata ustahili kuuliza kama amezaliwa mara ya pili. Angalia tu kama ana tunda hili. 23. There's fruits. Just mark those fruits. Do you have this fruit? Or you may not have all of them, but do you have one of them? Huenda huna yote lakini unalo hata moja tu. Gentleness. Upole. Are you gentle? Wewe ni mpole. Self-control. Kiasi. Can you have self-control? Je, wewe ni mtu wa kiasi? Can you control yourself? Unaweza kujielekeza kwa kiasi? Amen. Amen. Especially where there is food. Hasa mahali ambapo kuna chakula. Self-service. Na wamesema kila mtu ajibakulie. People are behind you na umeweka vipanda 10 na unachukua vipanda 3 na unachukua watu wako nyuma yao. Can you have self-control even in eating? Unaweza kuwa na kiasi hata wakati wa chakula. Amen. Amen. You may assume some small things, but somebody is missing na wewe umeweka vipanda 3. Naweza puuza vitu vingine. Alafu unakula kidogo tena unawacha kwa sahani hata umalizi. Na mwingine amekosa. 24. Verse 24. And those who are Christ have crucified the flesh with the passion and the desire. Na wale ambao wana Kristo wameusulubisha mwili pamoja na tamaa na haja zake. Amen. Amen. You know I said Christ must live in you. Nilisema kwamba Kristo lazima aishi ndani yako. What happened with Christ? Nini ufanyika ukiwa na Kristo ndani yako? What happened with him? Nini kilifanyika? Amen. Amen. What happened? Nini kilifanyika? He crucified. Alisulubisha. He took all our sins and he put it on the cross. Alichukua dhambi zetu zote na akaziweka So msalabani. if Christ is in you, kwa hiyo Kristo akiwa ndani yako, you crucify everything. You crucify the flesh with the passion. Unasulubisha and the desire. Mwili na tamaa na haja zote. We crucify them. Tunazisulubisha. Amen. Amen. Verse 25. Mstari wa 25. In Jesus' name. Katika jina if we live in the Spirit, tukiishi katika Roho, let us also walk in the basi Spirit. tuenende katika Roho. Mnasema sisi ni watu wa Roho. Mnasema sisi ni watu wa Roho. Basi tutembee katika Roho. Tutembee Roho. Na Roho si kwa kutembea unaongea kwa dime baba ndio watu wajua unaongea kwa. Tutaona matunda yao. Tutaona matunda. Watu wameconfuse Roho na kuongea kwa dime mpaka watu wengine wameogopa kupata Roho Mtakatifu nasema kwamba utapata hiyo kitu itakuwa mkristo. No. Tembea katika Roho. Na ukitembea kwa Roho, kuwa na tunda la Roho Mtakatifu. Tutaona hiyo tunda, tujue kwamba wewe unatembea katika Roho. Amen. Si tunda watu wanakula. Liko tayari watu wanakula. Amen. Amen. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. The Spirit produces those character traits that are found in the nature of Christ. Roho hutoa zile tabia ambazo zinapatikana katika Yesu Kristo. The character trait that was in Jesus. Tabia ambazo zilikuwa katika Yesu. They'll be in us. Zitakuwa ndani yetu. Amen. They are the byproduct of Christ's control. Zinatokana na kuelekezwa na Kristo. Amen. Amen. And we cannot get them by just going on ourselves. We must get His help.
Hatuwezi tukazipata tu kivyetu, lazima tupate usaidizi wake. And that's why the Holy Spirit, when he comes to you, ndio maana Roho Mtakatifu anapokujia, then you have these fruits. Basi utakuwa na matunda haya. Amen. Amen. Lakini ukijaribu tu nataka tu niwe sasa mtu wa kupenda watu. Kama Roho hajakuingia utapata tu mtu wa kale. Lakini Yesu kama muokoka, utakuwa unabadilika. Unapenda watu, unasamea watu, unawajali watu, unakuwa nao mahali popote. Amen. We must join our life to him. Lazima maisha yetu tukapeane na tuunganishe naye. John 15:4-5. Yohana 15:4-5. We must join our life to Christ. Lazima tuunganishe. If we are saying we have received him, our life we must give him. Kama tunasema tumepokea, maisha yetu lazima tumpatie. The Bible says, abide in me, mkae ndani yangu, and I in you, nami nikae ndani yenu. Abide in me, kaa ndani yangu. If you have received in Christ, kama umempokea Kristo, abide in him, kaa ndani yake, and he abide in you, na yeye atakaa ndani yako. And in another verse he says, if you abide in me and I abide in you, whatever you ask. Katika nakala nyingine nasema, mkidumu ndani yangu na mimi nidumu ndani yenu, chochote muombacho. Amen. Amen. You shall receive. Mtapokea. As the branch cannot bear fruit of itself, tawi haliwezi likazaa matunda unless it abides in the vine. Lakini mpaka liwe limeunganishwa na mzabibu. Neither can you unless you abide in me. Na wewe pia wezi mpaka uunganishwe na udumu ndani yangu. Kuwa na tunda nasema baba uwe umeshikilia huko kwa mti. Huwezi kupugua tu a branch. By the way, branch cannot survive on this earth. Tawi haliwezi kuendelea kuwa kivyake bila mti. Amen. Amen. Dwell in me. Dumu ndani yangu. And I dwell in you. I live in me and I live in you. Muishi ndani yangu na mimi niishi ndani mwenu. Nani anaishi ndani yetu? Nani anaishi ndani yako? Yesu ametupa mambo magumu sana. Lakini ni rahisi ukimkubali uingie ndani yake, yeye anaingia ndani yako. Amen. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in being vitally united to the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. Kama vile tawi haliwezi kuzaa tunda bila kuunganika na mti, basi nyinyi pia hamwezi kuzaa matunda pasipo kuunganishwa na mimi. We must know him. Lazima tumjue. We must love him. Lazima tumpende. We must remember him. Lazima tumkumbuke. We must imitate him. Lazima tumuige yeye. I repeat again. Narudia. We must know him, not Jesus. Lazima tumjue. Jua Yesu. We must know him. Lazima tumjue. We must love him. Lazima tumpende. We must remember him. Lazima tumkumbuke. We must imitate him. Na lazima tumuige yeye. What does remaining in Christ mean? Kukutumu ndani ya Kristo inamaanisha nini? Kukaa ndani ya Kristo ina maana gani? You must believe that he is God's son. You must believe that he is God's son. Lazima uamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu. First John chapter 4 verse 15. You must believe Yohana wa kwanza Jesus is the son of God. You must know him. Lazima umjue Yesu mwana wa Mungu. Otherwise, how do you believe in somebody whom you don't know? Hata hivyo utaaminije mtu ambaye humfahamu? How do you get married to somebody you don't know? Utaolewaje kwa mtu ambaye humfahamu? You must know him. Lazima umjue. Kana kuona mtu kwa Facebook tu unasema naenda kumara hata umjui. Yeye anaacha kucha mwongeo umjue kwanza. Facebook. Anyone who confesses acknowledges on that Jesus is the son of God, goes abide, lives, make in another version in very short word. In death kidogo. Amen. Let hiyo ingine. Amen. Yeah. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abide in him and he in God. Yeyote anayekiri ama kusema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, basi Mungu anadumu ndani yake na yeye anadumu ndani ya Mungu. Amen. Amen. If you confess that Jesus, ukikiri kwamba Yesu is the Son of God, ni mwana wa Mungu, then God abides in you. Basi Mungu anakaa ndani yako. Amen. Amen. And he abides in you. Yeye anakaa ndani mwako. Amen. Amen. God abides in you. Mungu anakaa, anadumu ndani yako. Amen. Amen. How can you remain in Christ? Unaweza kuendelea aje kukaa? Receiving him as a Savior and the Lord. Kumpokea kama Mwokozi na Bwana. John 1:12.
Yohana 1:12. Amen. Amen. Remain in Christ, you must receive Christ. Ili kudumu katika Kristo lazima umpokee Kristo. You must receive him. Lazima umpokee. But as many as received him, to them he gave them the right to become children of God. Na jinsi walivyompokea aliwapa uwezo kuwa wana. To those who believe in his name. Walioamini katika jina lake. You must believe in him. Lazima umwamini. You must receive him. Lazima umpokee As Lord and Savior of your life. kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Have you received Jesus Christ as Lord and Savior of your life? Umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? If yes, then he's abiding in you. Kama ni ndio, basi anakaa ndani yako. You are abiding in him and he's abiding in you. Wewe unakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yako. Amen. Amen. Oh, doing what God says. Kufanya kile Mungu anasema Is also another, that one is also something that will show that you are in Christ. ni kitu pia ambacho kitaonyesha kwamba wewe uko ndani ya Kristo. When you do what he says. Ukifanya kila anasema. 1 John chapter 3 verse 24. Yohana wa kwanza 3:24. When you do what God is telling you. Ukifanya kile Mungu anakuambia. When you do what Christ is telling you. Ukifanya kile Kristo anakuambia. The Bible says now, he who keeps his commandments abides in him. Ndio Biblia inasema kwamba naye awekae na kuzitunza amri zake anakaa ndani yake. And he in him. Na yeye anakaa ndani yake. If you keep the commandment. Kama wewe utatii amri. The Lord abides in you. Basi Bwana anakaa ndani yako. And you abide in na him. wewe unadumu ndani yake. And by this we know that he abides in us. Na kwa hii tunajua kwamba yeye anadumu ndani yetu. By the Spirit whom he has given us. Kwa Roho ambaye ametupatia. Hallelujah. Hallelujah. Watu wengine wanapatana na kuambia kuokoka nini, wanatuambia kuokoka. Unaweza kuokoka kama uko ulimwengu. Hawa hawana Yesu, wana mkembe tu, hawana kitu ndani yao. Hawajui kitu. Lakini kama wewe huko utamwambia mimi nimeokoka na niko na tunda la upendo, niko na tunda la Roho Mtakatifu, niko na hilo tunda liko ndani yangu. Na ataona tu. Na mara nyingi tunaenda mahali watu wanakuambia wewe unakaa kama unaokoka. Wewe unakaa kama unaokoka. Wewe unakaa kama umeokoka. Hapo unashangaa, huyu mtu alichua namna gani? Aliona tunda ndani yao. Hakuona mavazi, aliona tunda ndani yao. Naanza na moyo kwanza, ndio kucha hichi. Amen. Then continuing to believe the good news is also another fact to show that you are remaining in Christ. You must continue believing the good news. Kuendelea kuamini habari njema pia inaonyesha kwamba wewe unaye Kristo. Amen. Amen. That's why you come to church every Sunday. You want to hear good news. You want to hear the good news. Ndio maana tunakuja kanisani kila Jumapili tunataka kusikiza habari njema, Injili. That one shows that you are remaining in him. Hiyo inamaanisha kwamba bado. The early church, they remained in the apostle doctrine. They were moving from house to house, breaking bread and remaining in the apostle doctrine. Kanisa la kale walidumu katika mafundisho ya kiwanafunzi ya kimitume. And in the city of Antioch, when they saw them, they said, "These are Christians. They are like Christ-like." Katika mji wa Antioki walipowaona wakasema hawa wanafanya kama Kristo, ni wa Kristo, wanafanana na Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 1 John chapter 2:24. Yohana wa kwanza 2:24. 1 John chapter 2 verse 24. Yohana wa kwanza 2. Therefore let that abide in you which you heard from the beginning. Na wacheni kadumu ndani mwenu ile mliosikia tangia mwanzo. The one you heard from the beginning. Ile uliosikia kuanzia mwanzo. Let it abide in you. Na idumu ndani yako. Let it abide in you. Idumu ndani yako. What you heard from the beginning. Kile ulichosikia kuanzia mwanzo. If what you heard from the beginning abides in you. Kama kile ulisikia tangu mwanzo kitadumu ndani yako. You also will abide in the Son and the Father. Wewe pia utadumu ndani ya Mwana na Baba. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Mambo mengine magumu sana. Yaani wewe kudumu ndani ya Yesu. Yeye ambaye ulisikia kwanza. Yeye mara kwa hiyo ulisikia kwanza. Usisahau. Ndiposa tuna zingine ambazo ziamini kwa Kristo. Zenye umesikia huwezi kuwatoa. Ukienda Muislamu mwenye ameshika madarasa huwezi kumtoa. Alisikia kuanzia mwanzo. Huwezi kumtoa.
Lakini tunaweza kusema kama Wagalatia, nani alituroga sisi watu wa kiroho? Tulisikia mwanzo lakini tumemwachilia. Na Paulo anasema kwamba mlianza kwa kiroho lakini mnamalizia kwa kimwili. Kwanza wacha tushikilie. Bwana asifiwe sana. Wacha tufanye nini? Tushikilie. Itumu ndani yetu na sisi tutumu ndani ya. Wacha ikupate ndani ya Yesu. Usikupate nje ndani ya Yesu. Amen. Can I finish? Relating in love to the community and the believers Christ's body. Kushirikiana kwa upendo na jumuiya na waumini katika mwili wa Kristo. It will show that you are remaining in Christ. Itaonyesha kwamba wewe unadumu ndani ya Kristo. John 15 verse 12. Yohana 15:12. John 15 verse 12. Yohana 15:12. Just there. This is my commandment. Hii ndio amri yangu. That you love one another. Pendaneni as I have loved you. Jinsi nilivyowapenda ninyi. I was taught that in Quaker when I was going Quaker. Kitabu ya kwanza. Ilikuwa mbele. This is my commandment. It's a very strong statement from when you go to the Quakers. Hii ndio amri yangu. This is my commandment. Hii ndio amri yangu. That you love one another. Pendaneni as I have loved you. Jinsi nilivyowapenda. Brethren, if we can love one another. Wapendwa, kama tutapendana as a church, kama kanisa, as a body of Christ, kama mwili wa Kristo, as a nation, kama taifa, we can have peace that we have never seen. Tutakuwa na amani ambayo hatujawahi kuona. But because we don't love one another, lakini kwa sababu hatupendani, ndipo mtu anachukua panga na kata mwingine. We don't love. If you love one another, you will protect one another. Mkipendana tunafanyika washindi. Jesus conquered. Yesu alishinda. And he said in him we are more than conquerors. Alisema ndani yake sisi ni zaidi ya washindi. Sisi ni zaidi ya washindi. Sasa unashinda kama hakuna vita, mpaka vita vikuje ndio uchio kama wewe unapika. Mpaka changamoto ikukujie ndio uchio kama umeishi. Lakini kama unakaa tu safe wewe, have you seen how unakaa tu safe? Unakaa tu safe. Defensive. Na ngojea wakati atanishambulia ndio atajua. Hapana. You attack the enemy before he attacks you. Unashambulia adui kabla kushambulia wewe. Hallelujah. Hallelujah. And we have been assured victory. Sisi tumehakikishiwa ushindi. Because our firstborn Jesus, he conquered, we are also more than conquerors. Kwa sababu mshindi mzaliwa wetu wa kwanza Yesu alishinda, tumehakikishiwa ushindi. Sisi ni washindi pamoja naye. Amen. Amen. Jesus never promised, Yesu hakuwahi ahidi that obeying his word will be easy. Kwamba kulitii neno lake itakuwa rahisi. Amen. Amen. Tuna injili yetu bila wale kuja kwa Mungu kwa Mungu na masiwa tu na nini? Tukafikiria kuokoka na raha. Kuokoka mpaka tukapata hata fadhali kwenye ilikuwa. Mungu ni kazi. Lakini jambo la maana ni kwamba tumeahidiwa ushindi. Wapendwa, tumeahidiwa ushindi. Tutapigwa mishahara lakini tutashinda. Tutadhulumiwa lakini tutashinda. Tutadhihakiwa lakini tutashinda. Tutadharauliwa lakini tutashinda. Kwa siku ya leo nakutangazia wewe ni mshindi. Utashinda vita. Bwana asifiwe sana. We have been promised victory. Sisi tumeahidiwa ushindi. We are overcomers. Sisi ni zaidi ya washindi. Leo naweza kuanguka lakini kesho nimeamka. Ninaenda. Mimi ni mshindi. You are an overcomer. Wewe ni mshindi. Amen. Those are the benefits for people who are born again. They don't quit, they don't lose. Hizo ndizo faida za waliozaliwa mara ya pili. Hawapotezi, hawarudi. By obeying him it will be easy. Yesu hakuahidi kwamba kwa kumtii yeye mambo yatakuwa rahisi. In fact, he prayed for us. Anasema kwamba waje niwaombee hao watu ambao wakati alikuwa anaenda akasema waje niwaombee hao jamaa. Walikuwa wanatembea wamesoea handouts, walikuwa wamesoea maombi ya handout everything. Wakati alikuwa anaenda akasema kwamba waje niwaombee hao jamaa, wanaweza kuanguka. It is not easy salvation. Si rahisi wokovu, si rahisi. But in him, in Christ, lakini katika Kristo we can make it. Tunaweza. In Christ, katika Kristo we can make it. Taweza. You go to the present world in offices when they are promoting people, watu wanaenda na mahongo wanafanya nini, na wewe hujaokoka. It is not easy. But our promotion does not come from man. Neither does it come from east or west or north, south. It comes from on higher power. Kuinuliwa kwetu hakutokani na mwanadamu wala mashariki wala magharibi, lakini inatokana na Mungu. When you are living in a corrupt way, whereby everything is money, and we don't have money, our hope is in Jesus Christ. Tumaini letu liko katika Kristo. He is the one who will save us from the. Yeye ndiye tu atakayetuokoa. Mtoto kujoin tu polisi ama kujoin walimu.
ama kujoin nini, watu wana rate 200,000 to 300. Wewe utapata wapi semina hiyo pesa? Kama Yesu ndio hata kupigania, tutafanyaje? Our hope should be in him. Our trust should be in Jesus. Kama ni aibu waje tupate kama niko ndani. Bwana asifiwe sana. Ni challenge huyu Mungu mwambie kwamba ninaenda, lakini nikipata aibu si yangu, hii ni yako. Yes, nikienda hii aibu ni yako. Na utaona vile anayapanga aibu. Atakuokoa. Amen. Amen. But the hard work, lakini kazi kwa bidii, and self discipline, na kuwa na nidhamu of serving Christ is no burden to those who love him. Ya kutumikia Kristo si mzigo tena kwa wale ambao wanampenda. Amen. Amen. If you love Christ, kama unampenda Kristo, you are not a burden to him. Wewe si mzigo kwa. The hard work and the self discipline is not a burden. Kufanya kazi kwa bidii na kuwa na nidhamu yako mwenyewe si kitu kigumu. Hatari mimi nimekuwa mzigo kwa Mungu. Mimi si mzigo kwa Mungu. I'm doing his work. Na mwenyewe ajue. Umekataa kwa mzigo kwa. Na kama hata ni mzigo, anasema kwamba leta mzigo yako yote weka kwa mzigo yako. Nikiona mzigo naendana na I offload. Na maisha. Kwa nini nikuja kanisani nikava mwaka kama Januari mpaka nimebeba mzigo? Hadi kama umeingia matatu na umebeba kwa kichwa, umebeba mzigo. Naenda Kakamega ungana umebeba. So weka chini, weka kwa puti. Bwana asifiwe sana. And if the Lord starts to feel heavy, we can always trust Christ. Tunaweza kila mara kumtumainia Kristo. 1 John chapter 5 verse 4. Yohana wa kwanza 5:4. We have become the one overcomers. Tumefanyika washindi wa ulimwengu. Amen. Whatever is born of God, chochote kizaliwacho na Mungu, overcomes the world. Ushinda ulimwengu. Are you born of God? Wewe umezaliwa na Mungu, you overcome the world. Unaushinda ulimwengu. You overcome the world. Umeushinda ulimwengu. You are born again. Kama umezaliwa mara ya pili, overcome the world. Unaushinda ulimwengu. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ndio ushindi ambao umeushinda ulimwengu. You must have faith that you are going to overcome. Lazima uwe na imani kwamba utashinda. Amen. Amen. You must have faith. Lazima uwe na imani. You are seeing here even there's no door, but you have got faith on the hapa ndio nataka nipite. Huoni kama kuna mlango, lakini unasema hapa lazima nipite kwa imani. Amen. Amen. Ani wasipofungulia huko basi nitapita na wewe. Faith. Imani. You must have faith. Lazima uwe na imani. That I'm going to be healed. It doesn't matter what the doctors are saying. You must have faith. Na kwamba nitapona, haijalishi madaktari wamesemaje. Hallelujah. Hallelujah. Ni kweli daktari wamesomea, unaona hiyo shida, lakini kuwa na imani kwamba damu ya Yesu Kristo inaweza hayo yote. Inasafisha hayo yote. Inaponya magonjwa hayo yote. Lazima uwe na imani kwamba itaweza. Na Yesu akasema kwamba imani yako imekupona. Si imani yako. But if you are faithless, hili kama huna imani, hata ukaza wenyewe naanza hata ninajua hata sitaweza. Wacha niende huko tu wanione tu, lakini najua hata wanichukua wameshachukua wapi. Wacha niende huko. Why wasting your time with transport and your energy going there? Kwa nini unapoteza nguvu zako na pesa zako unaenda huko? Amen. Amen. Lakini with faith you go. I don't care whether I know somebody there. I'm going there as a child of God and I've been promised this is my chance, I'm getting it. Kwamba haijalishi kama najua mtu huko ama simjui, mimi najua kwamba kwa imani nitapata. Amen. Amen. Alone. Wewe utakuwa peke yako. Amen. So which one can you take? The one you are carrying alone and the one you are being helped by Jesus? Utachagua gani, ile unabeba mwenyewe ama ile unabebewa na Yesu? But I go for that one of Jesus. Mimi nitachagua ile. He's not alone. Siko peke yangu. He is also with the Holy Spirit. Hayuko peke yake pia, He's also with the Father. Na yuko pamoja na Baba. Baba. The three of them they are helping you. Watatu hao wanakusaidia wewe. You are going to make it. Wewe utafaulu. I don't care how this year has been for you. Sijali huu mwaka umekuwa aje kwako. You may have started on a wrong note. Wenda The going has not been easy. Safari imekuwa ngumu. But with this finishing,
lakini kwa kumaliza You are going to overcome to 2020. wewe utashinda. We are overcoming 2020. Sisi tunashinda. You are making it in 2020. Tunafaulu katika. We are receiving our victory in 2020. Tunapokea. We are receiving our healing in 2020. Tunapokea. We are receiving our breakthrough, financial breakthrough in 2020. Tunapokea. All is well in 2020. Kwa salama. It doesn't matter what they are advertising. Haijalishi. But one thing I know, if the Lord is speak for me, Bwana kio who will be against me? Bwana atakayekuwa juu yangu. Nobody shall be against me. Bwana atakayekuwa juu yangu. Amen. Amen. Philippians 2:13. Wafilipi 2:13. God works in us. Mungu hutenda ndani yetu. And we do his good pleasure in us. Na yeye hupenda na kufanya mapenzi yake ndani yetu. When you are born again, unapozaliwa mara pili, God will work in you. Mungu atatenda. My prayer is that may God work in you in 2020. Naomba Mungu atende ndani May yako. God will in you in 2020. Mungu akatende ndani May he yako. do his good pleasure in you. Akafanya mapenzi yake ndani yako. Amen. Amen. May the will of God be in you 2020. Mapenzi ya Mungu yawe ndani yako 2020. Amen. Amen. You know when God is working in you. Najua Mungu You are anatenda. not the one working, but he's the one working in you. Mungu ndiye anafanya ndani yako kazi, si wewe. You are only but a vessel. Wewe ni chombo You tu. are a mouthpiece. Wewe ni kinywa tu. The Lord is using you. Mungu anakutumia wewe. What to say, the Lord will tell you what to say. Cha kusema Mungu atakupa. Amen. Amen. God works in us. Mungu hutenda When we are ndani. born again, God works in us. Wakati umezaliwa mara ya pili, Mungu He anatenda ndani. will in us. Mapenzi yake ndani And mwetu. he do his good pleasure in Na us. anafanya yampendezayo ndani mwetu. May the Lord work in you. Na Bwana akatende ndani yako. Stop struggling alone. Wachana na You kumangana. work, you get tired. Utafanya kazi. But if he's working in you, Lakini kama anatenda he'll ndani, energize you. atakutia nguvu. He'll infuse you. Atakuwezesha tena. Amen. Amen. He'll give you the power. Atakupa uwezo. The power to win. Atakupa uwezo wa kushinda To do his good pleasure. na kufanya yampendezayo. How I pray Naomba jinsi gani that celebrate the benefit of salvation. kwamba usherehekee faida za wokovu. There are very many, I'm not even fitting, there are very many. Ni nyingi hata sijamaliza. The Ni nyingi. benefit of salvation. Faida za wokovu. Amen. Amen. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Oh, you are an overcomer. Wewe ni mshindi. God is working in us. Mungu anatenda God ndani is yetu. working in us. Mungu anatenda ndani yetu. Amen. Amen. To reach out to the world to the end. Kufikia mwisho wa dunia. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Can we close our eyes? Tufumbe macho. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Haleluya. The benefit of God, of receiving Christ. Faida za kumpokea Kristo. We have been delivered. Sisi tumekombolewa. Any you have been having, Ile sehemu yote ambayo umekuwa nayo, Christ is able to deliver you from the power of darkness. Kristo anaweza kukukomboa. He's willing to translate you in the kingdom of light. Yuko tayari kutoa katika ufalme wa giza hadi ufalme wa nuru. In Jesus' name. Katika jina la In Yesu. Jesus' name. Katika jina la In Yesu. Jesus' name. Katika jina la Any Yesu. power of darkness in your life, Kila nguvu za giza katika maisha yako, we take authority in the name of Jesus. wachukua mamlaka katika jina la And Yesu. break it in the name of Jesus Na Christ. kuivunja katika jina la Yesu Power Kristo. of darkness, power of darkness. Nguvu za giza, Every nguvu za witches, giza, every witches, kila wachawi, kila warogi, we break them in the name of Jesus. tunawavunja katika They jina la have Yesu. no authority over your life. Wana mamlaka juu ya maisha. Power of darkness, power of sickness, diseases in your life. Nguvu za giza, We magonjwa, break them in the name of Jesus. nazivunja katika jina We la have Yesu. been given authority Tumepewa to mamlaka, step on the scorpions, kanyaga ngeni, to step on serpents, kanyaga nyoka, and destroy them in the name of Jesus. kuharibu katika jina la Yesu. Any poison we take, Hata tukinywa sumu it will yoyote not harm us. haitatudhuru, Because we have been given the power from on higher power. sababu tumepewa nguvu And we have been delivered in the name of na Jesus. tumekombolewa katika jina la Yesu. Father, I pray for your people. Baba, naombea watu Father, wako. deliver them. Baba, wakomboe. Deliver them from every power of Wakomboe darkness. kutoka katika kila, Deliver them from every accidents. wakomboe kutokana na ajali, Deliver them from every works of the devil. wakomboe kutoka katika kazi In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Father, we bless you. Baba, As we tukubariki. come to the end of this year, Tunapofikia mwisho wa mwaka, it is well with us. iko salama na No forces of darkness shall overcome us. hakuna nguvu za giza ambazo We bring them down in the name of Jesus. tunaziangusha chini katika Father, we jina la Yesu. bless you. Baba, We tukubariki. worship you. Tunakuabudu In Jesus' name, katika jina la Yesu. we pray and believe. Baba, tukiamini. Amen. Amen. May the Lord bless you. Bwana na wabariki In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen.